Msikasi, tukirejea kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi, tunamzungumzia Debra Fernandez Mavambo pamoja na Fabrice Luamba Ngoma. Hawa ni wachezaji ambao wamepewa thank you kuondoka ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Unahisi kuondoka kwao kutakuwa na athari zozote ndani ya kikosi cha Simba? Kwanza kwa mimi sina taarifa rasmi kwenye uongozi kama muachia au la, lakini pia tuseme kwa Ngoma kuamua kuondoka mwenyewe kuondoka, basi ni kitu kizuri kwa sababu ameona kimafanikio na yeye pia kutokana na uchezaji wake kaona bora achia aende. Lakini Debora, ukiangalia Debora kwa mwanzo alipofika alionyesha kitu ambacho kikubwa, yani katika wachezaji ambao walioingia mwanzoni mimi mwenyewe nimpenda sana Debora. Umeona? Alikuwa za mpira mkubwa sana. Lakini sasa tuelewi Debora alipatwa na nini katika labda tuseme mazoezi au yengo ya upambanaji. Ndio tunavyosema labda mchezaji mwingine anakuja anakuwa kizuri, lakini kutokana na mazingira ya upambanaji mazoezini utasengene mwenyewe hakuna pambanaji wa timu. Umeona? Na yeye pia kiwango kinashuka. Kwa hiyo kwa Debora na yeye kuondoka sana, sio Debora tu, wapo wengi hata wanafika hata 8 au 9 wazee ambao wanatakiwa wote wa kukatwa pale ndani ya Simba. Kwa hiyo hawa wawili kama uongozi utaona kuachana nao sawa, haina sio mbaya. Umeona? Lakini sasa sio out, wako wengi ambao wanatakiwa wakati ndani ya Simba. Umeona? Msikasi, tukirejea kwa upande wa goalkeeping, namzungumzia goalkeeper kwa sasa ambaye alisababisha kwa namna moja mwingine timu ya Simba kuweza kucheza fainali na kama sikosei na timu ya RS Berkane kule visiwani Zanzibar. Namzungumzia Musa Pinpin Kamara. Lakini taarifa tulizonazo ni kwamba klabu ya Simba na uongozi na mabosi pia wako sokoni kutafuta mbadala wa Musa Kamara kutokana na ambayo yalikuwa yanaendelea nyuma ya pazia, kutoridhishwa na kiwango cha Musa Kamara. Mchezaji golikipa ambaye yuko kusajiliwa na mbioni kuangaliwa na mabosi ni Issa Fofana kutokea kule Mauritania, ambaye anachezea klabu ya Al Hilal Omdurman kama sijakosea. Unafikiri akija ni kipi kinaweza kikaleta matokeo chanya katika kikosi cha Simba? Cha kwanza kabisa kwa Kamara tuliona mechi nyingi ambazo anaruhusu magoli, tuliona magoli zingine alikuwa anaruhusu kwamba ni makosa yake binafsi. Umeona? Kwa hiyo maana yake kwa yeye engo ile ana haki ya kuadhibiwa. Lakini kwa anavyosema kuja kwa Fofana, maana yake nafikiri kuna kuja kufunga milango kwa magoli pengine Simba, mfano kama Ayubu Lakren. Kwa hiyo lazima na yeye ataondoka kwa sababu nafikiri sheria nchi yetu inasema goalkeeper wa kimataifa mwisho mmoja. Na hisi kitu kama hicho kwa kutokana na nukuu mahali kitu kama hicho wanasema hivyo. Kwa maana yake itamsababishia Ayubu mkataba wake na Yesu unaisha, watamkata, na pia kama atakuja huyo pia maana yake Kamara obvious kwamba watamwacha. Lakini kama tuliona makosa mengi anayofanya binafsi yametukosa sana watu wa Simba. Kwa hiyo hata kama huyo Fofana atakuja au asipokuja, maana yake pia makocha magolikipa kuna engo nyingine kuna kujifunza tena kupitia huyu Kamara. Umeona? Huyu Kamara ambaye sasa ataangalia uwezekano wa yeye kama tabaki naye ili aweze kuwa bora zaidi. Umeona? Au kama tutamua kuachana naye kuja Issa Fofana, basi ni kitu kizuri kwetu. Umeona? Lakini tunataka sisi wasaji wenye viwango na uwezo wa hali ya juu, tusirudie makosa tuliyofanya mwanzoni. Msikasi, tukirejea kwa ulichokisema kwamba sheria ya nchi, lakini ni kusahihisha kidogo, ni sheria ya shirikisho la mpira TFF kusema kwamba rais wa shirikisho la mpira wa Tanzania, nazungumzia TFF, alitoa mapendekezo ya sheria kwamba golikipa wa kigeni inabidi awe mmoja. Tumeshuhudia Simba wakitaka kumsajili Issa Fofana, mchezaji kutoka Mauritania ambaye anacheza klabu ya Al Hilal Omdurman. Tunamuona Ayub Rakred ambaye tayari yuko nje kwa muda mrefu sasa akiwa ni majeruhi. Pia tunamuona Musa Pinpin Kamara ambaye mashabiki pamoja na uongozi wamekuwa hawajapendezwa na tabia yake ya utovu wa nidhamu pamoja na mambo mengine ya kimchezo uwanjani. Wachezaji hawa watatu wa kigeni unawaona wapi? Nikimzungumzia Ayub Rakred, Musa Kamara, Issa Fofana ambaye anakuja mabosi wanamuangalia kama anaweza akaja akafiti, na wale magolikipa wa kizawa namzungumzia Issa Salim na wengine ambao wapo katika kikosi cha Simba. Ushindani umekuwa ni mkubwa. Nini unakiona kwenye kikosi cha Simba kwenye upande wa golikipa? Upande wa golikipa tunasema kuwa ni upande ambao ndio upande mama katika mchezo wa mpira miguu,
Kwa hiyo maana yake pale mumweke mtu ambaye yuko makini muda wote na saa yoyote, ambaye kwa goalkeeper mwenye utayari, goalkeeper ambaye yuko makini muda wote. Kwa hiyo maana yake kwa ujaji wa goalkeeper mpya Issa Fofana, maana ni sina kanao kama huyo kipa anakuja kuwa ni mapendekezo tu ya uongozi, ndio tunasema katika viongozi ambao wenye roho mbaya anatakiwa waingie, wasijimbe watu kama hawa. Kwa hiyo maana yake obvious kwa Ayubu Lakeli mkataba wake unaisha. Umeona? Kwa hiyo yeye walimwacha pale sababu alinenepa. Wana obvious mtu alinenepa maana yake majeraha kwa msumbua mara kwa mara. Kwa hiyo Ayubu atamkata. Lakini pia tumzungumzia hapa sasa labda kama Kamara tuliona makosa mengi timu Simba ambayo tumeruhusu magoli ni makosa yake binafsi, yeye kama yeye. Kwa hiyo maana yake uongozi labda umeshindwa kuvumilia au kutokana na kuna mwenendo ambao Kamara nao watu hawajapendezwa nao. Kwa hiyo maana yake akaona huyu sasa tunaona kufikia hapa kuna haja ya kumwacha. Basi hata kama Kamara tutamwacha kuja Issa Fofana sio kitu kibaya. Na kama Issa Fofana ni skendo tu za mitandaoni kwa anakuaje yeye, basi kuna niseme makocha, umeona kocha magolikipa kama tutaendelea kuwa naye, basi kuna lengo nyingine pia ya kujifunza kwake ili aweze kuwa bora zaidi hapa. Kamara mwaka huu ametuchoma sana, umeona. Kwa maana yake tunahitaji mtu ambaye yuko makini na kazi yake muda wote. Tunahitaji goalkeeper ambaye asituzoee kama mtuzoea sana. Kwa hiyo katika harakati kama hiyo, kwa hiyo kama Fofana atakuja, Kamara lazima tumpe thank you. Ila kama Fofana hatokuja, maana Kamara kuna lengo kujifunza kwa mara nyingine tena. Umeona? Sasa hivi wanakuambia kuwa ili upate goalkeeper bora Tanzania ni lazima upate goalkeeper ambaye mwenye kiwango cha kama Diarra. Umeona? Tunasema hivi kwa sababu Yanga ndio mshindani wetu mkuu. Kwa maana yake sisi wetu bora lazima tumzidi Yanga katika kila engo, kuanzia wachezaji wa juu mpaka upande wa goalkeeper. Umeona? Wenye tulishindwa yani kumuhendo Manula, kwa sababu Manula katika goalkeeper the best Tanzania, Manula namba 1. Kwa nini nakwambia hivi? Manula alikuwa goalkeeper ambaye kwenye save, kwenye kila kitu Manula adaka. Ila kutoka Manula yeye sio goalkeeper ambaye kudaka kwa miguu, yani kucheza mpira miguuni. Not kamua tumwache. Lakini je, hao wanaokuja wana uwezo wa yani wa kumtishia maisha huyo mtu? Umeona? Kwa hiyo maana yake kama Fofana yuko vizuri upande miguuni na kudaka sio kitu kibaya. Kwa hiyo maana yake acha aje Fofana, tutaona yupi bora katika Kamara na Fofana, Tanga hivi tutaondoka naye.